Kuna taarifa jana ya Rais wa Kenya William Ruto ambaye amesema takriban wa Kenya milioni 5 wameathiriwa na matumizi ya dawa za kulevya. Hali inayosema ni tishio kubwa kwa afya ya taifa, usalama na mustakabali wa uchumi wa nchi. Milioni 5. Watu vijana milioni 5. Akizungumza katika hotuba ya mkesha mwaka mpya iliyorushwa juzi, Ruto alisema kati ya walioathiriwa vijana takriban milioni 1.5 wameingia katika matumizi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo milioni 5 hawa kuna vijana milioni 1.5 wameingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Kutokana na hali hiyo, Rais Ruto alisema serikali imeamua kuimarisha mapambano dhidi ya dawa za kulevya kwa kuanzisha kitengo maalum chenye nguvu ndani ya idara ya upelelezi wa jinai DCI kinachokuwa na uwezo wa kiutendaji unaolingana na kikosi cha kupambana na ugaidi. Kwa unaichukulia swala la madawa ya kulevya kama ugaidi ni swala sensitive sana. Na hapo naposema kwamba ni kama ugaidi, maana ni kwamba yani madawa yanaenda kutishia usalama wa taifa. Amezungumza pia kuhusu uchumi wa nchi. Maana yake kama una vijana milioni 1.5 ambao wameathirika productive tena, maana yake tayari uchumi wa nchi umepotea. Kabisa, uchumi wa nchi umepotea, usalama wa nchi hapo unaharibika, kwa sababu fikiria hao watu kama wakiingia katika uhalifu. Maana kwamba ni hatari katika jamii ambayo wanaishi. Na ukienda kwenye maeneo mengi ya Nairobi, kwa kweli hiyo hali inajionyesha waziwazi kwa kweli. Watu wengi, vijana wengi nchini Kenya wameathirika na madawa ya kulevya. Sasa serikali kujaribu kupambana na haya madawa ni mojawapo ya kulinda maslahi ya msingi ya taifa. Unajua, tunapozungumzia maslahi ya taifa tunazungumzia usalama wa nchi, lakini tunazungumzia uchumi. Sasa huu usalama unaweza ukaathiriwa na ugaidi au kutokuwa na utulivu wa kisiasa. Lakini huu uchumi vile vile unaweza ukaathiriwa na ugaidi au unaweza ukaathiriwa na watu ndani ya jamii ambao labda wameathirika na matumizi ya madawa ya kulevya. Ndio maana ukiangalia mtie kuna serikali nyingi zikikaa hizi wanaita instrument of state power. Yani unachangaa imekaa kwa labda jeshi la wananchi katika nchi husika, imekaa jeshi la polisi, zimekaa idara ya usalama wa taifa, taasisi nyeti za serikali, labda rais wa nchi, lakini na vitengo vya madawa. Unajua tafsiri nini? Tafsiri yake ni kwamba sasa hawa watu wote hawa lengo ni kulinda maslahi ya nchi. Sasa madawa vile vile yanapoingia katika nchi, maana ni kwamba inaenda kugusa cha kwanza uhai, ambao tunasema ile human security. Sawa, uhai wa watu. Lakini zaidi sana inaenda kugusa mahitaji ya watu. Kwa hiyo hebu fikiria watu milioni 5 ambao ni vijana. Wakati ya watu watakuwa wakae viwandani, mashambani, tayari sio productive. Hawazalishi. Kwa maana ni kwamba unaenda kuathiri usalama, uchumi na ustawi ambao ni maslahi ya msingi ya taifa lolote. Ruto anasema maafisa 700 wataajiriwa na kupelekwa katika kitengo hicho, huku uwezo wa ufuatiliaji, uchunguzi wa kisayansi na ukusanyaji wa taarifa za kijasusi ukiimarishwa ili kuwabaini wafanyabiashara wakubwa wa dawa za kulevya, wafadhili wao na mitandao ya uhalifu wa kupangwa. Hiyo ndio inaweza ikawa tiba, kwa sababu ni kama dira na dawa za kulevya kwenye nchi yote haziingi zenyewe. Kuna watu wanafanya hizo. Na ukiangalia imekuwa tabu ya mataifa mengi kupambana na kuanzia kwenye mzizi. Zinaingiaje? Sababu kijana huyu tunamlaumu, lakini yeye anakutana nayo mtaani, Manzese wapi, katikati huko, lakini nani aliingiza swali? Mtandao ukoje? Ukiweza kuzuia, maana yake umefanikiwa. Rais aliongeza kuwa maafisa hao watashirikiana kwa ukaribu na mamlaka za kitaifa kupambana na matumizi mabaya ya pombe na dawa za kulevya. Inaitwa NACADA, idara ya ujasusi wa taifa, NIS, usimamizi wa mipaka, pamoja na taasisi nyingine za usalama. Kwa hiyo ni operesheni ya kitaifa hii. Operesheni ya kitaifa ambayo ameitangaza Rais Ruto kumaliza tatizo la vijana milioni 1.5. Wa Kenya ni milioni 5. Lakini katikati yao kuna karibia robo ya wote ni vijana. Maana ni janga kubwa. Jana pia niliona taarifa ambayo kama tumeanza mwaka vibaya. Tuiweke tu hivyo. Sababu watu 10 wamefariki dunia na wengine 18 kujeruhiwa kwenye ajali ya basi na lori mkoani Morogoro wakati wakivuka mwaka. Sasa watu 10 wamefariki dunia huku wengine 18 wakijeruhiwa katika ajali ya barabarani iliyohusisha basi la abiria
aina ya Mitsubishi Fuso, ajali ya mali ya kampuni ya Billy Mawio, na lori la mizigo aina ya Howo lenye tela mali ya kampuni ya Kikori yaliyogongana uso kwa uso na kisha kuteketea kwa moto. Ajali hiyo imetokea jioni ya Disemba 31 kwa wajavuka mwaka huu katika kijiji cha Maseyu, kata ya Gwata, halmashauri ya wilaya ya Morogoro, kando ya barabara kuu ya Morogoro Dar es Salaam. Basi la abiria lilikuwa likiendeshwa na dereva Swalehe Adams, likitokea kituo cha mabasi yaendayo mikoani Msamvu, Morogoro kuelekea mkoa wa Tanga, huku lori la mizigo likiwa linabeba shehena ya mbolea likitokea Dar es Salaam kuelekea mkoa wa Mbeya. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi mkoa wa Morogoro iliyotolewa kwa vyombo vya habari, marehemu wote ni abiria wa basi hilo, wakiwemo wanaume 4 na wanawake 2. Majeruhi ni 18, wakiwemo wanaume 9 na wanawake 9, ambapo watoto ni 5, wavulana 3 na wasichana 2. Sasa mashuhuda wamezungumza pia kuhusiana na kilichojiri mpaka au alichokiona kati ya ajali hiyo ikitokea. Ajali ilitokana na lori lilikuwa lina overtake na dereva wa gari yetu naye alikuwa yuko speed, kwa akashindwa kumanage, wakakutana uso kwa uso. Lakini nashukuru Mungu kutoka salama na wenzetu wengine wametoka, majeruhi yapo wako wengi. Nashukuru Mungu tumetoka. Ilipotokea dereva roli ndio alikuwa na makosa, sababu dereva roli aliovertake akaja side yetu akashindwa akashindwa kurudisha gari pembeni. Kwa ajali pale ndio likatokea pale, wengine tukapata nafasi ya kutoka kukimbia, lakini wengine bado wakawa wamebaki pale na mwenyewe pale. Ila ni jambo la kumshukuru Mungu kwa sababu wengine hatukuumia sana, kama mimi nimeumia tu hapa. Tumeweza kupokea majeruhi wa ajali iliyotokana na ajali za barabarani kwa kosta ambayo imegongana na gari nyingine katika maeneo ya Mwidu, na hawa wakosa inasemekana walikuwa wanaelekea Tanga. Majeruhi wote hawa wamepokelewa kwa kuwa na mivunjiko na michubuko katika maeneo mbalimbali ya miili yao, lakini mpaka saa hizi madaktari wapo kazini, wengine wako theater, wengine wako kwenye vipimo. Kila mmoja wapo anaendelea na huduma na kuhudumiwa katika eneo lake ambalo anastahili kuhudumiwa. Pia miili hiyo imehifadhiwa katika chumba chetu cha kuhifadhia maiti na ikisubiri taratibu za kipolisi pamoja na utambuzi wa ndugu zao. Haya, huyo ni kaimu afisa uhusiano wa hospitali hiyo ya mkoa wa Morogoro, Scholastica Solomon, akieleza hali ilivyokuwa walivyopokea majeruhi na wale waliofariki. Na umesikia mashuhuda wakisema wao walichokiona ni overtake ya dereva wa lori ambaye aliovertake afu akashindwa kurudisha gari. Kwa hiyo akasababisha yeye akaleta majanga, na umeona waliofariki wote ni kwenye hilo gari la abiria. Kwa maana yake dereva lori kaua. Tutumie tu kauli fupi tu. Yeye ndo kasababisha hayo yote. Kama ikithibitika hayo walioshuhudia abiria ndio kilichotokea, aliovertake, basi yeye ndo kasababisha haya. Akaenda kuwavamia. Tuwe makini jamani barabarani. Kipindi hiki ambacho watu na kwenye barabara ziko bize kweli, wapo wanaorejea mijini, mabasi yamejaa kweli kweli, watu wanarudi, watu wanaenda tunarudi mjini. Yes, tunarudi mijini, watu ndo wanaanza shughuli zao za kibiashara, wanahamisha mizigo huku na huku. Kwa hiyo lazima tuwe makini kweli kweli, ili tuweze kujiokoa, sababu huku ni kujiokoa.